Kaleso Makagalwa kwangu mimi ni mchezaji wa kawaida. Kwangu mimi ni mchezaji wa kawaida. Najua Simba hawapendi kusikia kauli hii ambayo inaizungumza. Kuna sajili zingine ambazo ukizifuatilia kwa kina unaona kabisa zina mapungufu kwenye ubora wa klabu ya Simba. Makagalwa kama angekuwa anaenda kusajiliwa pengine na Pamba, anasajiliwa na Mbeya City, tungesema pengine anaweza kaonyesha ubora kwenye hizo timu. Baadaye tukaangalia quality ambayo tukasema anaweza kasa kwenda kwenye kucheza kwenye level kama ya Simba. Simba ni timu ambayo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika imetengeneza heshima. Title lake ya Simba ni ngapi kwa ubora? Ndani ya 10 bora kwa muda mrefu sana. Umeelewa? Kwa hiyo Simba wanaposajili lazima kwenye kufikiri kwao, wale wanaosajili wachezaji lazima wanavomfesi mchezaji yoyote waangalie Simba ni timu ambayo kwenye hadhi za timu ambazo ziko Afrika kwenye vilabu ina hadhi gani na inataka kwenda kugombea kitu gani. Sasa hebu nikuulize wewe, Simba inahitaji kupata wachezaji wa aina gani hasa wa kimataifa kwa sasa? Nadhani jibu lako itakwambia inahitaji kutaka ile quality player ambao wataenda kukupa experience ya mashindano makubwa, watakuja kukupa quality ya mchezaji mkubwa. Sio unamleta mchezaji ambaye anakuja kujitafuta. Ndio hapo unakuja kuwaleta kama kina Budo Mtale. Budo Mtale inawezekana tukamzungumzia kwa sababu alifeli, lakini angalau hata Budo Mtale alikuwa ameshiriki kwenye mashindano ya kimataifa. Nakumbuka alishaye kumsumbua Kapombe hapa, umeelewa? Alicheza vizuri sana akiwa Dynamo ya Zambia, Power Dynamo, umenielewa? Kwa ni mchezaji ambaye lakini alikuja hapa kufanya vizuri. Sasa hebu mfikirie Makagalwa kutoka pale Afrika Kusini. Hebu mfikirie Simba wamehitaji kitu gani kikubwa kutoka kwake? Experience. Ukienda kwenye experience ya mchezaji mwenyewe utaangalia sawa, alikuwepo mchezaji wa Mamelodi Sundowns, ni timu kubwa. Lakini je, alishaye kupata nafasi ya ukubwa wake na kuboresha experience yake? Zaidi walikuwa wanamtoa kwa mkopo. Timu zaidi ya 5. Umeelewa? Mkopo. Na sio kwamba mkopo alikuwa anatengeneza value, alikuwa ana flop kwenye mkopo wake. Katoka ametoka Mazberg United. Michezo 16 golili 1. Akaenda Maloka Swallows. Michezo 22 golili 1. Umeelewa? Ametoka hapo ameenda TX Galaxy. Michezo 5 ambayo amecheza hajafunga goli lolote, na alikuwa anagombea nafasi wakati yeye yupo pale Rodio Mavugo ambaye alikuwa mchezaji wa Simba zamani, naye akakutana naye pale. Yeye ndo alikuwa anapata nafasi ya kucheza, lakini huyu mchezaji anakuwa yuko kwenye mbao ndefu. Si umeelewa? Haya, katoka hapo kaenda kwenye kitimu kidogo ambao kinaitwa All Stars. Sawa? Huko yani nikikwambia takwimu zake kwanza utacheka. Yani hizo yani kwanza takwimu zake ukiziangalia takwimu zake kutoka hapo ambapo nimekutajia, mwenyewe utafikiria kwamba okay, katoka Mamelodi Sundowns. Quality ya Mamelodi Sundowns na Simba, inatakiwa Simba wang'ang'aniane na Mamelodi Sundowns wachezaji. Tena wachezaji ambao first 11 ya Mamelodi Sundowns, nao Simba sasa tunamtaka huyu. Washindane kwenye pesa. Sio mchezaji ambaye Mamelodi Sundowns wamemtupilia ambaye sema hana value ndio Simba anaenda kumchukua. Kwa sababu Simba, malengo ya Mamelodi Sundowns na Simba yanafanana. Mamelodi Sundowns wamechukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio? Simba lazima watafuta wachezaji ambao wanaweza kupambana na Mamelodi Sundowns. Sio mchezaji ambaye alikuwa hana thamani ya Mamelodi Sundowns ndio ukamchukue wewe. Unaelewa hiyo kitu? Sasa angalia Simba wanaenda kumchukua. Hebu tuchukulie mfano Simba walikuwa na Habibu Kiombo, tuchukulie mfano. Habibu Kiombo Simba aliachana naye. Wakampeka kwa mkopo Singida, wakaachana naye mpaka ameenda huko na huko mpaka Habibu Kiombo ionekane sasa. Habibu Kiombo sasa hivi angalau amecheza mechi zake nzuri sana, labda kwenye labda tuchukulie labda Coastal Union. Hayupo Coastal Union, tuchukulie mfano. Amewika huko. Unafikiri Mamelodi Sundowns anataka kuja kumchukua nani? Habibu Kiombo au mchezaji mwingine ambao Simba aliachana naye muda mrefu ambaye rekodi zake zinaonekana ameflop? Wanaenda wanaangalia huyu mchezaji ni wa aina gani, ukuaji wake na ubora wake uko katika viwango gani.
Unajua kila mmoja kwenye siku zake ana siku zake bora kwenye maisha yake. Kwa Kaleso Mkgalwa inawezekana msimu uliopita ulikuwa ni msimu wake bora sana, katoa assist 6 kwenye timu, katengeneza nafasi nyingi kwenye timu yake Sekukune United, lakini sio Simba ndo kwenda kumchukua yule mchezaji. Mimi binafsi nataka aje ni prove wrong ninachokisema. Haja ni prove wrong. Sio dhambi kuwa na siku nzuri, lakini ukawa na mwendelezo wa siku nzuri. Na inaweza katokea ukawa na siku nzuri hii moja ukapiga hela au mshindo wa maana sana, na sio ndo mwendelezo wa maisha yako yote. Kwa hiyo Simba mimi wachukue tahadhari tu. Hawa watu ambao wanaweza kuwasajili, inawezekana alikuwa na msimu mzuri kwenye ligi ya South Africa, lakini hana mwendelezo wa rekodi zake nzuri. Nimekupa mfano hapa, nimesema ukiangalia rekodi zake ndio zinaweza kutoa kwenye njia. Alikuwa wakati yuko Mamelodi Sundowns, sawa katika michezo 24 kafunga goli 4 Mamelodi Sundowns. Manake wakati huo anakuwa timu za sasa, ujue ni michezo gani alicheza, ilikuwa hivyo. Baki na wewe sasa. Alivyoenda Maritzburg United michezo 16 goli hili 1. Maloka Swallows michezo 22 goli hili 1. TS Galaxy ambako sasa alikuwa kwa mkopo michezo 5 hajafunga goli lolote. Hizi ni timu za daraja la kati kwa Afrika Kusini. Umeelewa? Naenda kuna All Stars, alienda kwa mkopo. Huo mkopo na maanisha kwenye mkopo ambao unakuwa unatolewa kwenye timu mama. Ikikutoa kwenye mkopo timu inayofuata, maana yake ni nini? Either ukaongeze kiwango, sawa, wakurudishe, au kama kiwango chako umeshindwa kukiongeza, ila timu ambayo unacheza nayo, ambayo unaichezea, uishawishi wa kununue. Sasa timu ambayo wamekupeleka hujawashawishi wa kununue, maana yake wao wanasema ni kama scraper. Ina maana wanakurudisha kwenye timu mama. Timu mama anakutafutia sehemu nyingine. Zote hizo timu anakutajia, maana yake walimrejesha mchezaji kwenye hizo timu zingine. Hapa sasa tumeishia TS Galaxy ambao alienda kwa mkopo. Zote hizo Maritzburg kwa mkopo wakamrudisha Mamelodi Sundowns. Maloka Swallows kwa mkopo wakamrudisha, hawakushawishika kumnunua kwa sababu kiwango chake hawakuridhishwa nacho. TS Galaxy akaenda kwa mkopo, au na Mamelodi ndo wanampeleka kwa sababu ndo alikuwa mchezaji wao. Wakamrudisha tena TS Galaxy, wakamrudisha tena kwamba bwana, huyu mchezaji wako hatuwezi kumnunua na tujashawishika naye kuendelea naye au kuongeza mkopo zaidi. Hana kitu cha kuongeza. Sasa hiyo timu nyingine ni All Stars. All Stars nao wakaenda kwa mkopo. Hii All Stars sio timu ambayo iko ligi kuu ya Afrika Kusini. Ni timu ambayo iko madaraja ya chini kama championship. Wakamchukua napo huko, wakaona hana thamani ya kubakia kwenye timu, wakamrudisha tena Mamelodi Sundowns. Sio, unanielewa vizuri? Sasa kutoka pale championship wakaja kwenye timu nyingine, kutoka kwenye timu hiyo All Stars. Baada ya kumrudisha Mamelodi Sundowns, wakampeleka tena kuna timu ita Upington City. Wakampeleka pia kwa mkopo. Upington City hapa ndo kidogo. Sasa hiyo tunazungumzia ligi ya daraja la pili ambayo sisi kunaitwa First League. Sawa? Sio championship. Championship ilikuwa ni All Stars ambayo ilikuwa level hiyo. Hapo ndo napo alitete katika michezo 13 afunga magoli 2. Ukasema huyu hawezi kutusaidia. Kwa ukatoa kwenye ligi kuu, kaenda championship, kaenda First League ambayo tunaizungumzia Upington City. Umeelewa? Michezo 23 magoli 10. Kwa katika wanasema kuna stage ya kufall na kurise. Hii ndio ilikuwa stage ya kurise kwake. Akaenda kurise kwenye kitimu kidogo. Ndo hapo ambapo Sekukune United wakaenda kuona sasa. Kwa bwana pamoja yuko huko, hebu tumpandishe. Sekukune United wakamuona huko. Ndo hapo sasa msimu uliopita katoa assist 6 na magoli mangapi? 4, akiwa na Sekukune United michezo 41. Ligi inakuwa na michezo mingapi? Na kwa hayo magoli ni michezo tofauti, sio michezo tu ya ligi, michezo tofauti. Kwa kama kulikuwa na michezo ile kama ile ya hisani sio nini, wanajumuisha hapa madam, kama mfano kama FA sio nini ucheza, ambapo sio ukacheza na michezo vitimu vya daraja la chini, kwa ukafunga magoli 4. Si umeelewa? Sioni kama ni mchezaji mbaya
kama angeenda kucheza Mbeya City, Tanzania Prison, Coastal Union, Pamba Jiji, sidhani kama Singida nao angeshawishia kwa level ambao Singida wako sasa hivi. Lakini bato ilikuwa kati ya Yanga na Simba. Pengine kuna namna, kuna kitu wamekipa. Au hata angekuwa ni Yanga, mimi ningewaambia, mimi si mzee wa black and white. Hata Yanga angemsajili huyu. Yanga ananijua. Umeelewa? Yanga wananijua. Hawa akina Mohamed Dombi hawa. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilizungumza nikasemaje, Yanga mnaenda kumchukua mchezaji kutoka timu inaitwa Majestic sijui nini huko. Sawa? Yaani huko manake hayuko katika timu kubwa. Mnahitaji watu wa aina hiyo, mnahitaji watu ambao wana experience. Yaani mchezaji wa nje anatakiwa awe na kitu cha ziada. Umeelewa? Ambacho kinaongezeka kwenye nini? Kwenye ligi. Usimlete mchezaji kutoka nje ambaye ana level na wachezaji wa ndani. Ndio maana mimi ukinisikia nikimzungumzia Pacome ndakwambia aliyemleta Pacome Pepo na msubiri. Kwa sababu amewatendea haki wana Yanga.